Nitumie fursa hii pia kuwapongeza wale wote waliofanya onyesho ya namna ambavyo uokozi unaweza kufanyika. Lakini mmeona vifaa vya kisasa vya uokozi katika eneo hili. Hii ina maana kwamba serikali inafanya kazi kubwa ya kuwajengea weledi na uwezo mkubwa wataalamu mbalimbali katika sekta mbalimbali, tena kwa ushirikiano. Tumewaona polisi wa maji, tumeona watu wa zimamoto, tumeona watu wa TASAC na wengine pamoja na mabaharia wetu wakishirikiana kwenye jambo hili la uokozi. Sisi Kigoma tunapata matukio ya mara kwa mara yanayotokana na ajali zinazosababishwa pengine na mchafuko au hali ya hewa kwenye ziwa ama ubovu wa vyombo vyetu na kadhalika. Na tumeshuhudia matukio kadhaa ambayo yametuachia majonzi kwenye ziwa letu baada ya watu kadhaa kuweza kupoteza maisha mara kwa mara. Lakini tunaona juhudi za serikali katika kuhakikisha tunaondoka hapo kwenye ajali za mara kwa mara. Na niseme tu nimefurahishwa sana, nilikuwa naongea na mkurugenzi mkuu hapa wa TASAC na kumueleza namna ambavyo tunahitaji nguvu kazi zaidi ya watumishi wa TASAC katika eneo hili, na nikiri amenikubalia ataongeza wakaguzi katika eneo hili ili vyombo vyetu vya usafiri vinavyotoka maeneo ya Mwamgongo, Kagunga na maeneo ya Kibirizi na maeneo mengine viweze kufanyiwa ukaguzi wa kina. Na ili kuweza kufanya ukaguzi wa kina tunahitaji manpower, tunahitaji staff wa kutosha. Tunajua serikali inaendelea kufanya jitihada za kuajiri watumishi zaidi, lakini tunaomba watupe kipaumbele, na mkurugenzi amekubali na amesema mara moja ilikuwa walete watu wawili, wataleta tena wengine wawili watakaotusaidia kwenye eneo hili. Ndugu zangu, tumefursa hii kutoa wito kwa watumiaji wote wa vyombo vya usafiri majini kuzingatia sheria na taratibu za usalama, ikiwa ni pamoja na: moja, kutumia vyombo vilivyosajiliwa na kuruhusiwa kufanya kazi. Hili ni jambo muhimu sana. Mbili, kuhakikisha vyombo vya usafiri vina vifaa vya kutosha vya kuokoa maisha kama vile life jackets. Baada ya kutokea ajali mara kwa mara, hasa ajali ile ambayo ilipoteza watumishi, tulikuwa tunapata shida sana. Ukienda kwa mfano, kuna eneo moja wanaita Kagunga, ama ukifika pale Kalangabo, unaona hizi boti zimejaza watu, wanafurika, wamefurika kweli kweli. Boti imekaa hivi, hakuna hata mmoja amevaa life jacket. Unajaribu kujiuliza tufanye nini? Lakini pia unajaribu kuona nani anakagua vyombo hivi. Ni wajibu wa TASAC, lakini hawana nguvu kazi. Mpaka tulifikia hatua ya kushauri kwamba basi labda tutafute watumishi wa kujitolea ama vibarua ambao tunaweza tukawa train namna ya kukagua, wakae kule kwenye huku tunaita mialo, maeneo ambayo boti zinaanza safari, ili waweze kuzingatia kanuni na sheria za ubebaji wa abiria na mizigo. Lakini hatujafanikiwa bado. Kwa hivyo nina imani ukifanya hivyo ambavyo umeniahidi, basi tutakuwa tumepunguza changamoto kwa kiasi kikubwa sana kwenye eneo hili. Ndugu zangu, ni muhimu tukaepuka kupakia mizigo au abiria kupita kiwango kinachoruhusiwa. Sasa ili lazima liwe ni jukumu la kushirikiana, kwa sababu hata huyo mtumishi wa TASAC unataka akae hapo masaa 24, yani asipumzike? Wewe kumbuka, wewe ndio utayezama na maji, wewe ndio utakapoteza maisha. Kwa hiyo lazima abiria, nyinyi mabaharia, tuzingatie kanuni pamoja na manahodha, kufuatilia taarifa za hali ya hewa kabla ya kuanza safari. Hapa ndo kwenye shughuli hapo.
Hili ziwa bwana, mimi naliogopa sana. Mara limetulia, mara limetibuka. Lakini TMA wale mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa wanatueleza karibuni kila siku hali ya mwelekeo wa upepo, na kwa maana hiyo ninyi wataalamu mnajua kwamba katika kipindi hiki hatupaswi kuanza safari ama hatupaswi kufanya safari kwenye ziwa Tanganyika, ikiwa baharini ama mahali popote pale. Kutoa taarifa mapema wanapoona viashiria vya hatari majini. Hili ni jambo muhimu sana. Kwa kufanya hivyo, tutapunguza kwa kiasi kikubwa ajali zinazoweza kuzuilika. Tutapunguza kwa kiasi kikubwa ajali zinazoweza kuzuilika. Ni matumaini yangu kwamba mafunzo yaliyopatikana hapa leo, tena yamekuwa yakisimuliwa vizuri, basi ataendelea kuboresha utayari wetu kwa kukabiliana na dharura na hivyo kuimarisha usalama wa usafiri majini na nchi.